The late Elena Cherobon Serem was born in the year 1949, Nandi County. You were an inspiration to us all as adults and neighbors. You taught us the virtue of responsibility and love the neighbors by practicing it yourself. Tumeweka kauli moja kwamba yule kiongozi yeyote ambaye haungi mkono William Samoei Ruto hata akisimama kuwa chairman ya ile kamati ya kuandaa mazishi hawezi akapata hiyo. Na mimi ningependa nyinyi hapa jamii ya Kalenjin hasa hapa Nandi County, kama kuna mtu ambaye anatumiwa na maadui wetu kufuruga njama ya William Ruto, hata ile kamati ndogo ya kusimamia wale ambao wanapasua kuni kwa matanga hawezi pata hiyo kabisa, hiyo hawezi pata kwenda nyumbani. Na nimeshukuru kwa sababu nimeona ndugu yangu hapa, huyu mjumbe wetu ya Mosop pia ameongea sasa, amekamata laini. Mheshimiwa tuwe kamata hiyo laini kabisa, pana toka hiyo laini sasa, umekamata network haiko sawa kwenda mbele kabisa. Mmesikia juzi kule bungeni sisi tulifukuzwa katika kamati tofauti tofauti. Sasa mimi ningependa kutuma huyu mama Helena, sababu najua kesho saa 12 atakuwa mbinguni, na tayari tumeomba Mungu atakuwa ile estate ambayo rais wetu wa kwanza Jomo Kenyatta atakuwa anaishi watu karibu hapa. Mimi nakutuma gogo, tafuta mzee Uhuru, mzee rais wetu mwanzilishi Jomo Kenyatta, umwambie kwamba wale ambao walikuwa wanapanga njama ya kufunga kijana yake huko Hague, wao ndio wamefanya handshake na yeye, na hao sasa ndio wanapanga mambo ya serikali vile inaenda. Kutoka Kericho tuko 100% behind you. I have today been told that the Law Society of Kenya has filed a petition to dissolve Parliament because it has failed to meet the 2/3 gender rule. And I agree with them, because women's issues are human rights issues. We cannot allow an unconstitutional parliament to preside over constitutional issues. When you tell us that you want to amend the constitution through BBI, how do you amend a constitution that you have not even followed in the first place? What guarantee do we have that you will actually follow whatever new constitution is coming our way? I want to assure that the women of Kenya are going to agree with it. But I know, because the people of Kenya believe in observing the constitution, it shall carry the day and those amendments shall be made. Hakuna kiongozi mwingine hapa anaweza pendwa na jamii ya Wakamba, jamii ya Waluhya, jamii ya Wakikuyu ambaye ndio wengi sasa wamekuwa wenda wazimu sababu ya William Samoei Ruto. Kitu nataka kuhakikishia nyinyi sasa, kazi iko kwenye. Sisi tulimaliza kazi yetu, tunangoja 2022. Let us allow Senate to do its work as provided for under Article 96, under Article 203, 216, and 217. The review of formula is so critical in financing of counties and developments in our counties. And as a Senate on Tuesday, we will pass the motion of finance and budget as proposed to increase allocation to counties. Many people have argued that what happens when the so-called losing counties, I want to tell them we have a cure under Article 204 on Equalization Fund. We are going to operationalize Equalization Fund, and that fund is a affirmative fund that is specifically meant for counties that are marginalized, arid and semi-arid areas. So, kuna hiyo Equalization Fund Article 204, hiyo tutapea makaunti
ambazo ziko na zile marginalized, kama zile za Northeastern, kama zile za Coast, kama zile za Turkana, kuna kitu inaitwa equalization fund. And as a counties who come from region, wenye wamesema wameendelea, sisi tutaendelea tu na equitable sharing revenue. Na ndio maana watu wengi wamekuwa wakimisquat some of us when we say one man, one vote, one shilling. It is a matter of principle of equity, fairness in allocation of resources to counties. And that is what Senate we shall stand for. Serikali ya Kenya ni serikali ya wote. Ni serikali ya walio wengi na ni serikali ya minorities na wale marginalized na wadogo pia. Sisi ni serikali moja ya kujali kila mtu. Mimi nataka niulize wabunge wetu wa Senate, wakati wanaendesha mjadala wao, waendeshe mjadala hiyo wakitazamia kuunganisha taifa letu la Kenya, wakitazamia umoja wa taifa letu la Kenya. Sisi tunawauliza jukumu walio nayo kama wabunge la Seneti ni jukumu la kikatiba. Tunataka watekeleze wajibu huo kwa umakini mkubwa na watumie wisdom ya hali ya juu kuweka wananchi wote wa Kenya pamoja. Ni kweli tunataka kurekebisha ile formula. Tunataka kuhakikisha ya kwamba ile formula inawafikia ama pesa, ugavi wa pesa ya Kenya kwa counties inafikia kila county na inafuata ile formula imedokeza mambo ya ardhi, mambo ya population na zile taarifa, zile mambo zingine zote ambazo Senate wameweka. Tunataka wafuate hivyo na watutafutie namna ya kuhakikisha kwamba Kenya inazidi na kuwa moja. That is what we are urging the Senate of Kenya. Respectively, it is the duty, the responsibility, the constitutional mandate of the Senate of Kenya to decide on the formula for the sharing of resources amongst our counties. We are asking our Senate to apply themselves in a manner that unites the country, in a manner that is fair, and in a manner that is equitable. That is our ask as government and as the people of Kenya, so that we can move together as a nation. It is possible from where I sit to have a win-win formula. A win-lose formula is not a solution. A win-win formula is the best option for all of us. And I want to request both the minority side and the majority side to go back to the drawing board, put the country first, look at every county as part of Kenya, and decide on a formula that is fair, that is equitable, and that brings the nation together.